kutolewa katika hekalu na kupelekwa katika jangwa. Kuna mtu mmoja ambaye alizaliwa akachukuliwa katika hekalu, akaishi maisha ambayo ni ya kifalme, akalelewa maisha ambayo ni ya kifalme, maisha ambayo ni ya raha, maisha ambayo ni ya starehe. Huyu mtu akawa mtu mkubwa. Wakati ambapo alikuwa mtu mkubwa, kukuja kujifahamu, wakati alijifahamu akaanza kuulizia yeye ni nani, ama akapata kujua kwamba yeye ni nani na anatoka wapi na yeye ni wa kabila gani. Mtu huyu aliweza kufukuzwa na akatolewa kutoka katika hekalu akapelekwa katika jangwa. Huyu mtu anaitwa Musa. Musa ni mtu ambaye kama unajua vizuri historia za Egypt ama kule Misri, kuna wakati ambapo ilifika baada ya wana wa Israeli kufanywa mateka, walikuja wakafanyika jamii ambayo ni kubwa sana, hata ikafanya wana wa Israeli wakajawa na hofu. Unakuja kupata kwamba Mungu alikuwa amemtenga Musa kwa sababu ya kufanya ukombozi, ya kuweza kuwaokoa, ya kuweza kuwakomboa wana wa Israeli kutoka katika mateso ambayo walikuwa wameyapitia zaidi ya miaka 400. Na makusudi ya Mwenyezi Mungu, unakumbuka wakati ambapo Farao walikuwepo, kwa sababu viongozi wa Egypt karibu wote walikuwa wanaitwa Farao. Kwa hivyo kuna Farao ambaye alikuwepo na akawa amehofia sana, akaona kwamba vile ambavyo wana wa Israeli walikuwa wana multiply, kwa sababu haya ni maagano ambayo Mungu alikuwa ameyafanya na Abrahamu baba yao. Alikuwa amemwambia kwamba vizazi vyako vitaongezeka na watakuwa wengi. Baada ya njaa kuingia katika nchi yao, waliweza kusafiri moja kwa moja wakaelekea katika nchi ya Egypt ili kutafuta msaada. Walipofika kule kutafuta msaada, wakafanywa mateka na wakafanyishwa kazi ambayo ni sulubu, wakafanyishwa kazi ambayo ni ngumu sana. Ikafika mahali ambapo kwamba kazi ile, wakati ambapo kulikuja mfalme ambaye alikuja kugundua ya kwamba Israelites wanaongezeka kwa njia ambayo ni ya kasi sana, wamekuwa ni wengi. Kwa hivyo akawa anaongeza kazi ambayo ni ngumu, akawa ni adui mkubwa. Na kumbe ilikuwa ni wakati ambao Mungu alikuwa amepanga ya kuwaondoa wana wa Israeli kutoka katika nchi ile ya umateka. Na kwa hivyo unakuja unapata kwamba Musa aliweza kutolewa mahali pale akapelekwa katika jangwa ili kuenda kutrainiwa ama kuwekwa makali ama kufundishwa mafunzo ambayo ni ya kiungu, ili atakapokuja kuwaokoa wana wa Israeli, atakuja kuwaokoa na awaelekeze sawasawa na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kama vile tunaambiwa in the book of Exodus ya kwamba yafanye haya yote katika pattern ambayo ni ya kiungu. Siku za leo unakuja kupata kwamba watu wengi tunataka Bwana atutumie. Tunataka Mungu aweze kututumia kwa njia kubwa ama kwa njia tofauti tofauti, lakini hatutaki Mungu atutrain. Maandiko yanasema katika Jeremiah chapter number 18 verse 1 to 10. Bwana anamwambia Yeremia, enda katika nyumba ya mfinyanzi, ukatazame vile mfinyanzi anavyofinyanga vyombo. Mfinyanzi anavunja vyombo vingine, anavitengeneza tena. Akiona hakimfurahishi, anakibonda bonda, anakifinyanga, anakitengeneza kitu kile ambavyo kinampendeza. Hivyo ndio vile Mungu naye anatutengeneza na kutufinyanga. Mungu ni lazima atutengeneze, ahakikisha kwamba anatoa yale mambo yasiyo yake katika maisha yetu. Anatoa kila pando lisilo lake katika maisha yetu. Anatoa kile ambacho kimeoza katika maisha yetu. Kuna watu ambao wametumiwa. Ukimwangalia mtu kama Paulo alikuwa ni mtu ambaye ni muuaji, sifa zake zilikuwa zinajulikana. Huyu tena ni mtu ambaye alikuwa anaua watu akiwa na permit. Lakini wakati ambapo ilifika wa Mungu kuweza kumfinyanga, Mungu alipatana na yeye na akaweza kumpofusha. Wakati alimpofusha, Biblia inasema kwamba alimtuma aende mahali fulani na akatuma Ananias, akamwambia enenda katika ile nyumba, utampata mtu mahali pale, ule ni is a vessel. Ni chombo ambacho nimekitengeneza cha kuhubiri maneno ya mambo ambayo ni ya kiungu, ya kuweza kuokoa mataifa, ya kuweza kuokoa mioyo. Anania alijaribu kupingana, akasema hapana, mimi ninamjua huyu mtu, ninajua tabia yake, ninajua hata saa hizi mahali ako na barua ya mauaji.
Mungu akamwambia hapana, ni wakati ambayo imetosha ya kuweza kumuokoa na kuweza kumfungua macho yake na aweze kuhubiri neno la Mungu. Kwa hivyo unakuja unapata kwamba wakati ambapo Anania alienda kukutana naye, wakati alimguza macho yake, magamba yaliweza kutoka katika macho yake, kwa sababu alikuwa amefanywa chombo kipya. Yale uchafu ambayo ilikuwa ndani yake ameoshwa, imeondoka. Macho yake hayaoni kama macho ya kawaida. Sasa macho yake hayaoni kama macho ya mtu ambaye ni muuaji. Macho yake sasa yalikuwa yanaona kama mtu ambaye anahubiri neno la Mungu. Alikuwa anaona watu kama wanadamu ambao wanastahili kuokolewa. Kwa hivyo siku za leo unapata kwamba watu tunaogopa kwenda katika jangwa, tunaogopa kutoka katika comfort zone twende katika trials, tunaogopa majaribu sana. Wakati ambapo majaribu yanatupata hata kidogo, tunakuwa na hofu mingi, tunakuwa na wasiwasi, tunakuwa na manunguniko kama wana wa Israeli walipokuwa wanapita katika jangwa. Wengine walisema Mungu ametuacha, wengine wakasema tafadhali ungetuacha tufie huko tulikokuwa, kwa sababu kule walikuwa na comfort. Walikuwa wanapata chakula, ingawaje kazi ilikuwa ni ngumu, lakini kwa sababu macho yao yalikuwa yamefungwa, hawakuweza kuona jambo lolote bora. Walikuwa wanajua tu pale ndio nyumbani, pale ndio mahali ambapo wamezaliwa, pale ndio mahali ambapo watakuwa wakubwa katika yale mateso, watayastahimili yale mateso na watakufia pale pale. Lakini yale hayakuwa ni makusudi ya Mwenyezi Mungu. Unakuja unapata kwamba Musa alipita katika jangwa, akatrainiwa katika jangwa. Ule mtu ambaye wakati fulani alijulikana kama muuaji. Unakumbuka katika maisha yale, wakati ambapo Musa aliweza kujigundua, akaja akapata Waibrania wawili wanapigana, akaweza kumuua Egyptian kwa sababu alikuwa anapiga kabila lake. Ni kwa sababu alikuwa amejigundua. Wakati huo aliweza kuonekana kama msaliti. Hawakuweza kujua ya kwamba Musa ndio yule mtu ambaye atakuja kuwa the ruler, atakuja kuwa mtawala wao, atakuja kuwakomboa. Waliweza kumuita majina, ikasababisha kwamba Musa akatoroka akaelekea Midian. Midian ilikuwa ni katika jangwa. Alipofika pale alifanya kazi miaka 40 akifundishwa jinsi ya ukombozi. Maandiko yanasema kwamba wakati Musa alikuwa katika jangwa, Mungu alimtokea katika kichaka kilichokuwa kinawaka moto, na akamwambia vua viatu vyako, kwa sababu Mungu alikuwa anataka kunena naye. Na alikuwa anataka sasa kumpatia mantle, alikuwa anataka sasa kumpatia mandate, amwambia kwamba wewe ndiye mtu ambaye unaenda kuokoa wana wa Israeli. Musa alijaribu kusema hapana, siwezi, akajaribu kusema ama stamara, akajaribu kutoa sababu za kila aina, kwa sababu pale kwa nyumba ya Jethro ambaye ni baba yake mkwe, alikuwa ako comfortable. Alikuwa anachunga kondoo, alikuwa analishwa vizuri, alikuwa anachunga vizuri, lakini Mungu akamwambia hapana, ni lazima utarudi uende ukawaokoe watu wangu. Unakumbuka Daudi alipokuwa mfalme, wakati Sauli alikuwa mfalme, aliwinda sana Daudi ili aweze kumwangamiza. Daudi alienda akaishi katika jangwa. Maandiko yanasema Daudi alikuwa anakaa mpaka ndani ya mapango. Hata siku moja wakati Sauli aliposikia kwamba Daudi ako mahali fulani, Sauli aliweza kutoka akiwa na maaskari wake wengi zaidi, akawa anamfuata Daudi ili aweze kummaliza. Wakati alipofika mahali fulani akasema anasikia kwenda haja kidogo, akaingia katika pango. Kumbe katika lile pango ndio mahali ambapo Daudi alikuwa amejificha. Na kwa sababu Mungu alikuwa ana train Daudi, alikuwa anataka kujua moyo wa Daudi ni moyo wa aina gani. 1 Samuel chapter number 23 ukianzia verse 14. Unakuja unapata kwamba wakati Daudi aliingia katika lile pango, wakati Sauli aliingia katika lile pango, alimpata Daudi yuko kule ndani. Wakati alikuwa anajisaidia Daudi, ile kitu ambayo alifanya, wale ambao walikuwa na Daudi wakamwambia, huu ndio ule wakati ambao sasa Mungu ameleta adui zako na amewaweka katika mkono wako. Daudi alisongea polepole, akaenda akakata vazi la Sauli, akalikata kidogo tu. Kwa sababu hakutaka kumwangamiza, kwa sababu alikuwa katika mafunzo. Daudi alikuwa ni mtu ambaye amefunzwa kusamehea. Daudi ambaye ni mtu ambaye alikuwa amefunzwa kutubu. Daudi ambaye alikuwa amefunzwa kuvunjika, kunyenyekea. Kumbuka Daudi amefundishwa, yani Mwenyezi Mungu amemfundisha Daudi tangia akiwa mdogo, akiwa anachunga kondoo za baba yake in the wilderness. Simba alipokuja, Daudi aliweza kuvunja yule simba. Wakati dubu alikuja, Daudi aliweza kumuua yule dubu.
Yale alikuwa ni mafunzo ambayo Mungu alikuwa anampatia, alikuwa anamfanya awe shujaa. Asiogope jambo lolote wala asifanye uamuzi wowote kwa hasira. Kwa hivyo unakuja unapata kwamba wakati Sauli alitoka mahali pale, Daudi akamfuata akamwambia mfalme. Kwanza aliinama chini na akamwambia mfalme, mimi ningekuwa kukuua ningekuwa nimekuua kitambo. Wale ambao uko na wao wananiharibia jina, wanasema ya kwamba mimi ninataka kukuua. Tazama mfalme, nina pisi ya nguo yako katika mkono wangu. Hapo Daudi akamwambia, Sauli akaweza kumwambia Daudi, wewe sasa ndio utakuja kuwa mfalme. Yale alikuwa ni baadhi ya mafundisho. Yesu Kristo baada ya kumaliza mfungo wake wa siku 40, maandiko yanasema kwamba Roho alimbeba akampeleka hadi nyikani. Alipofika nyikani, huko ndio mahali ambapo aliweza kujaribiwa na shetani. Kwa hivyo wakati ambapo unajipata katika nyika, wakati ambapo unajipata katika majaribu, ni wakati ambapo Mwenyezi Mungu anajaribu kukuandaa. Mwenyezi Mungu anajaribu kukutengeneza. Mwenyezi Mungu anajaribu kukufinyanga, kwa sababu sisi ni viumbe tu na Mwenyezi Mungu ndiye muumba wetu. Isaiah chapter number 64 verse 8 inasema kwamba tuko katika mikono ya Mungu wetu ambaye ni mfinyanzi wetu, atufinyange, atufanye jinsi apendavyo. Hii yote inatokana na total surrender. Wakati ambapo unakubali Bwana akutumie, una surrender. Kwa sababu kuna misimu ambayo inakuja na kuna Bwana lazima atakufinyanga, lazima atakupitisha katika misimu fulani fulani, lazima akupime, ahakikisha kwamba wewe ni mtu ambaye unastahili. Kwa sababu hauwezi ukakuwa kisima ambacho kinatoa maji machungu na maji ambayo ni matamu. James chapter number 3 verse 11 inasema ya kwamba kisima hakiwezi kikawa kinatoa maji ambayo ni matamu na maji ambayo ni machungu at the same time. Ni lazima mchimba kisima aende deeper hadi wakati ambapo atapata maji ambayo ni matamu. Hapo ndio mahali atasema sasa kisima hiki kiko sawa. Mwenyezi Mungu hawezi akakubali uwe moto ama baridi. Anataka kama ni kuwa moto, uwe moto. Uwe moto katika imani, uwe moto katika kumtegemea yeye. Hata kama mambo ni magumu, Habakuk anasema hata kama mambo ni magumu, nitamtegemea huyu Mungu kwa sababu yeye ndiye anitiaye nguvu. Yeye ndiye anayenipatia nguvu katika miguu yangu, ananifanya ninakuwa strong kama kulungu. James na ni mzee, anatuambia kwamba count it all joy. Sabueni majaribu yote kuwa ni mambo ambayo ni ya maana, ama ni one of the keys ya kukusaidia kuweza kukua. James chapter number 1 verse 2 anasema kwamba count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. For you know that the testings of your faith produces steadfastness. Yani katika kule kupimwa kwa imani yako, kunahakikisha ya kwamba unatoa jambo ambalo ni la maana, ama unazalisha mambo ambayo ni ya maana. Peter anatuambia pia, rejoice, though now for a little while. It's necessary for you have been grieved. Unaweza kuwa umegwaruzwa kidogo kwa sababu moja ama nyingine, ama kwa sababu majaribu moja ama mengine, lakini ni imani yako inapimwa. Kama vile dhahabu inapimwa katika moto, hivyo imani yako pia itapimwa katika moto. Kuna wakati ambapo majaribu yatakuja. Majaribu yanaweza yakakuja mpaka uone ni kana kwamba Mungu amekuacha. Angalia mtu kama Ayubu. Ayubu wakati ambapo majaribu yalikuja, Ayubu alikuwa na mambo mengi, alikuwa na mawazo mengi, lakini alimtegemea Mungu peke yake. Yule wa karibu na yeye akaja akamwambia si umlaani huyu Mungu, lakini Mungu alikuwa na makusudi na Ayubu. Maandiko yanasema kwamba alirejeshewa zaidi ya yale ambayo alikuwa nayo. Kwa hivyo na sisi tuweze kujipeana katika mikono ya Mwenyezi Mungu, tumkubali atufinyange, tumkubali atutume, tumkubali kuifanya kazi yake, tukubali kutembea katika mienendo yake, tukubali neno lake likawe ni taa ya miguu yetu. Hakuna mtu ambaye amewahi kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu bila kupimwa. Hakuna mtu ambaye amewahi kaa tu akaifanya kazi ya Mwenyezi Mungu bila kupitishiwa katika changamoto. Elijah, wakati ambapo baada ya kumalizana na manabii wa Baal, maandiko inasema walikuwa manabii 950. Wakati Elijah aliwachinja wote shingo, Jezebel akawa amepanga ya kwamba atammaliza Elijah. Kwa
Kwa hivyo unapata kwamba Elijah alikimbia akatoroka kwa sababu ya maisha yake. Maandiko yanasema kwamba alifika mahali fulani akawa ana complain, anasema Mungu, sasa imefika wakati mimi nichukue tu, kwa sababu sioni, naona maisha yangu iko kwa shida. Baada ya yale yote ambayo nimeyafanya, sioni chochote ambacho ni cha maana, wewe nichukue tu. Maandiko yanasema kwamba Mungu alimsustain. Mungu alihakikisha kwamba siku hiyo Elijah amepata chakula cha kunywa, amepata maji, akawa ako sawa, akampatia amani. Mungu alimsustain. 1 Kings chapter number 19. Kwa hivyo kuna wakati ambapo unaweza kuona situation katika maisha yako pengine imetafe, imewase, lakini inafaa ukumbuke ni nani ambaye ni dereva wa hiyo maisha yako. Ni nani ambaye amekubeba katika mkono wake. Mpendwa, wakati ambapo umebebwa na Mwenyezi Mungu, usiogope jambo lolote, wala usiwe na wasiwasi, kwa sababu Bwana anasema ya kwamba atatubeba katika mkono wake, atatuongoza. Kama vile alivyowaongoza wana wa Israeli katika jangwa. Aliwaambia iweni imara. Neno langu lisitoke katika mikono yenu. Mlifuate, meditate it day and night. Hakusema eti safari itakuwa rahisi, hapana. Alijua ya kwamba ile njia ninayokupitishia nitahakikisha kwamba umefika katika nchi ya asali na maziwa. Mungu anahakikisha kwamba amekufikisha katika destiny ambayo alikuwa ameikusudia katika maisha yako. Kwa hivyo usiwe ule group ya wale watu ambao wananungunika, usiwe group ya wale watu ambao wanaona maisha ni kama ama situations ni kama majitu. Usiwe wale watu ambao wakuvunjika moyo. Jitie nguvu, kwa sababu yule ambaye anakuongoza ni mwaminifu. Yule ambaye anakuongoza ni yeye ambaye ni Alpha na Omega, yeye anayejua mwisho kabla ya mwanzo. Iweni imara ndugu zangu. Tumfuate Mwenyezi Mungu, tuishike imani na tuamini ya kwamba kule anakotupeleka ni mahali ambapo yeye amekusudia. Bwana asifiwe sana. Mungu awabariki.